Israel imepokea jeneza linalodaiwa kuwa na mwili wa mmoja wa mateka wake waliouawa kupitia shirika la Msalaba Mwekundu, hatua inayochukuliwa kama sehemu ya jitihada za kibinadamu za kurejesha miili ya raia wake kutoka ukanda wa Gaza. Taarifa kutoka jeshi la ulinzi la Israel IDF zimeeleza kuwa wanajeshi wake walichukua mwili huo kutoka Gaza na kuuleta nchini Israel kwa ajili ya uchunguzi wa kitaalamu ili kuthibitisha utambulisho wa marehemu. Hadi sasa, mamlaka za Israel hazijatoa taarifa rasmi kuhusu utambulisho wa mwili huo, wakisubiri ripoti kamili ya uchunguzi wa kitibabu. Iwapo uchunguzi huo utathibitisha kuwa mabaki hayo ni ya moja ya mateka waliokuwa mikononi mwa Hamas, basi kundi hilo litakuwa tayari limewarudisha Waisrael 16 kati ya 28 waliothibitishwa kufariki dunia pamoja na raia wa kigeni waliokuwa wakishikiliwa kabla ya kutangazwa kwa usitishaji wa mapigano wiki 2 zilizopita. Makabidhiano haya mapya yamefanyika katika mazingira ya tahadhari kubwa, yakihusisha mashirikiano ya karibu kati ya shirika la Msalaba Mwekundu, maafisa wa Misri na jeshi la Israeli. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Tel Aviv, serikali ya Israeli imeruhusu wanachama wa Hamas kuingia katika eneo la Gaza linalodhibitiwa na IDF ili kusaidia juhudi za utafutaji wa miili ya mateka wengine waliokufa. Wataalamu wa masuala ya diplomasia na usalama wanasema hatua hii inaweza kuwa ni ishara ndogo lakini muhimu kuelekea kurejea kwa mazungumzo mapya ya kibinadamu kati ya pande hizo mbili, hasa baada ya wiki kadhaa za ukimya na hali tete katika eneo hilo. Wengine wanaitafsiri kama jaribio la Hamas la kuonesha nia ya kushiriki katika mazungumzo ya upatanisho kwa misingi ya ubinadamu. Kwa upande mwingine, familia za mateka waliobaki bado wanazidi kusisitiza serikali ya Israel iongeze juhudi za kuwarudisha wapendwa wao wakiwa hai au wakiwa wamefariki dunia. Wamekuwa wakiandamana katika miji mbalimbali wakiomba hatua zaidi za kidiplomasia na ubadilishanaji wa habari kuhusu hatima ya ndugu zao. Tangu kuanza kwa mapigano makali kati ya Israel na Hamas, suala la mateka limekuwa kitovu cha mijadala ya kimataifa, likihusisha juhudi za upatanishi kutoka Misri, Qatar na Marekani. Wadau wa kimataifa wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa kulinda utu wa binadamu na kuheshimu mikataba ya kimataifa ya kivita, ikiwemo haki ya mashirika ya kibinadamu kama Msalaba Mwekundu kufanikisha upatikanaji wa taarifa na mabaki ya mateka. Kwa sasa, macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa Gaza na Tel Aviv yakisubiri matokeo ya uchunguzi wa mabaki yaliyopokelewa. Mapokeo hayo yanaweza kuwa na athari kubwa si tu kwa familia za waathirika, bali pia kwa mustakabali wa uhusiano wa kibinadamu kati ya Israel na Hamas. Kwa wengi, tukio hili linaibua matumaini mapya kwamba licha ya wingu la vita, bado kuna nafasi ya binadamu kushinda. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.